Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Kuna taarifa kubwa ambayo leo imeripotiwa. Nadhani vyombo vya habari vingi vilizungumza jana kujiuzulu kwa mkurugenzi wa BBC pamoja na mkuu wa vipindi yule mwanamama. Taarifa hiyo mmeiona? Mmeisikia? Na BBC waliruka nayo asubuhi nadhani. Mkurugenzi wa BBC Tim Davie ambaye anakuwa ni CEO kwa miaka mingi sana, amehudumu pale. Zaidi ya miaka 20 yuko BBC, lakini alihudumu kama CEO kwa miaka 5. Lakini mkuu wa vipindi Deborah Tunes ndio aliotangaza kuresign. Unajua sababu ya kuresign? Wanatajwa sababu ya kuresign kuwa walikuwa wanapika taarifa. Hasa taarifa ambayo imewasababisha wa resign ni taarifa ambayo ilimtaja Donald Trump kwenye vurugu za Capitol Hill. Mnaokumbuka kidogo nyuma hapa, vurugu za Capitol Hill mnazikumbuka. Kuna wengine unajua wamekuja kwenye uchambuzi hivi karibuni. Sisi wengine kidogo tuko muda. Awamu ya kwanza ya Donald Trump ilipomalizika, akaenda kwenye uchaguzi na Joe Biden ule wa 2020. Alivyoenda kwenye uchaguzi na Joe Biden, Trump akashindwa ule uchaguzi. Baada ya kushindwa ule uchaguzi, Trump hakukubali kushindwa, akasema kuwa wamemuibia kura, kwa hiyo hawezi kukubaliana na kushindwa. Matokeo yake Trump akaitisha vurugu za washabiki wake waingie mtaani kupinga kabisa kuibiwa kura. Wafuasi wa Trump wakaandamana, wakaenda mpaka kwenye bunge la Marekani, Capitol Hill, wakafanya vurugu kubwa sana. Yani kama zile vurugu uliziona wakati ule Bangladesh, na zile vurugu uliziona sijui Singapore, huko sijui Madagascar, na vurugu zilizoonekana kule Sri Lanka, Colombo, basi na Marekani zilifanyika hivyo hivyo. Ni kama vurugu zilizofanyika Brazil baada ya Lula da Silva pia kumshinda Bolsonaro, zilifanyika vurugu za namna hiyo. So vurugu, Trump akahamasisha watu wake waende Capitol Hill. So hii kashfa inaowatoa BBC ni katika kashfa hiyo ya Trump, kuwa inatajwa BBC ilipika taarifa. Wanasema waliamua kukatakata tu vipindi, yani kukatakata maneno ya Trump wakayaunganisha ili yaonekane kuwa yalikuwa yanahamasisha vurugu. Ndio taarifa zinavyosema hivyo. Mfano, anasema hivi: kuna kauli Trump alisema kuwa tutakwenda Capitol Hill, tutakwenda kuwashangilia wabunge wetu na mashujaa wetu, tutakwenda Capitol Hill. BBC walivyoitoa kwenye panorama, jinsi walivyoandika, na maelezo yameandikwa kwenye BBC yenyewe, kuwa na taarifa imetolewa kwenye BBC, wanasema kuwa taarifa ile ikaandika kuwa Trump amesema tutakwenda Capitol Hill na tutapigana sana, na mimi nitakwenda, na tutapigana kweli. Lakini wanasema kutoka neno hili la kupigana na tutakwenda kuwashangilia katika hotuba ya Trump ilikuwa umbali wake wa dakika 50. Yani maelezo ya huku na huku yalikuwa yanachukua dakika 50 mpaka kufika pale katikati. Maana yake kuwa ilikatwa huku na huku. Lakini sasa kitu kimoja ambacho kinaburudisha. Trump anapongeza hili, anasema kwa sababu hawa ni double standard. Nilizungumza juzi nikasema hakuna kituo wala hakuna chombo cha habari hakina mrengo. Vyombo vyote vina mrengo. Hata kama wakijitahidi kubalance vipi hadithi, bado watabaki kwenye mrengo. BBC Arabia inalalamikiwa sana na Israeli na inashutumiwa kuwa imekuwa ikitoa taarifa za upande mmoja pale Gaza. Lakini wakati huo ukitazama BBC na vyombo vingine, ni vyombo ambavyo vinashutumiwa sana kuwa havitoi taarifa halisi ya kile kinachoendelea ukilinganisha na vyombo vingine. Trump anasifu, anasema ni sawa, hawa watu walikuwa wanatengeneza habari potofu. Lakini wakati huo Trump ameifunga Voice of America kwa sababu inamkosoa yeye. Inamkosoa yeye. Kashindwa kuwavumilia. Voice of America imefungwa na Trump. Ndio maana kuna wakati sisi hata tunapiga kelele huku, udhibiti wa vyombo vya habari. Marekani ambao ndio baba wa demokrasia kaifunga Voice of America kwa sababu haikuwa ikizungumza kile anachotaka ukiona yeye. Tunahitaji hii tafsiri.
au wao tafsiri yao kwetu tu vyombo vyetu vikichukua hatua nyinyi ila wao inakuwa ni sahihi. Voice of America imefungwa kabisa, Trump kaifunga. Lakini Trump muda wote huisifia Fox News kwa sababu Fox News ni right wing. Fox News ni media ambayo iko upande wa kulia, inatoa taarifa ambazo Trump anazipenda na inawaponda wa upande wa pili. Unataka kuniambia kuwa akija wa upande wa pili na yeye akaifungua Voice of America akaifunga Fox News, na yeye yuko sahihi au nani yuko sahihi? Kwa hiyo kuna kitu ambacho huwa kinashutumiwa upande mwingine, lakini wao wanafanya, au tafsiri inakuwa tofauti. Labda tuseme tafsiri ni tofauti, kuwa mimi nikitafsiri hivi na wewe utatafsiri hivi na kila kitu kitakuwa tafsiri tofauti, lakini yote ni sawa. Ndio maana hata nilipotoa maelezo yangu kuhusu nini kilitokea kwetu, nikatoa maelezo yangu, najua watu wengi wamekubaliana na nilichokisema, lakini baadhi pia wamepinga, lakini sio lazima wakubali. Na mimi nilitegemea hivyo, na kama wote wangekubali kuwa kile nilichokisema mimi, manake tungekuwa akili zimesimama. Tafsiri ya watu walio hai ni tafsiri ya watu wanaopingana kwa hoja. Tafsiri ya mtu aliye hai ni tafsiri ya mtu ambaye mnapingana kwa hoja. Kama ukiona kuwa hamwezi kupingana kwa hoja, au ukiona kuwa hamwezi kupingana kile kinachozungumzwa kiko sahihi, maana yake kuna watu wengine wamekufa, au kuna mmoja katika akili imestop, haifanyi kazi. Lakini kama akili inafanya kazi, ni lazima itatokea up and down, yani hii inapanda, hii inashuka. So nilivyoongea vile, waliopingana na mimi naona sawa, ni sawa, ilikuwa iwe hivyo, kwa sababu kila mtu ana kile anachokiwaza. Lakini shida moja ni kuwa kuna upande huwa hautaki kabisa hoja za upande wa pili, yani kuwa kile wanachokizungumza wao ndio sahihi. Halafu hao wanaosema kile kiko sahihi, tukiwaambia cha upande wa pili wanakataa, sema hiyo iko wrong kabisa. Sasa wewe na mimi kuna tofauti gani? Wewe na mimi tuna tofauti gani? Kwa sababu mimi napingana na kile unachokisema na wewe unapingana na mimi. Kwa nini wewe unilazimishe kuwa mimi nikubali kile unachokitaka wewe kiwe sahihi, hali ya kuwa na mimi na wewe unapinga kile ambacho mimi na kinani mimi kwangu? Maana yake unakumbuka kipindi nilikuwa nikizungumza mimi katika mazungumzo ya Israeli na Palestina na nini kichukua naendelea, taarifa inatolewa, wanakaa kwenye meza wote, inaletwa hoja na wasimamizi wa mazungumzo. Hoja hii hapa, huyu huku anasema hii sikubaliani nayo kwa sababu ya hiki na hiki na hiki, na huyu huku anasema sikubaliani nayo kwa sababu ya hiki na hiki. Taarifa ikija kutoka inasema Hamas wamekataa mazungumzo. Hao tumepingana, hakuna mimi sitaki hiki na wewe utaki. Kwa nini taarifa ije ya upande mmoja, kuwa huyu anayetoa taarifa ije ya upande mmoja? Leo asubuhi nilikuwa na mazungumzo kidogo pale kwenye my home ground ni Azam Media, nilikuwa UFM radio asubuhi. Moja ya swali nililoulizwa kuwa nini kinaendelea Gaza katika yale makubaliano. Kinachoendelea ni uvumilivu, ndio nilijibu. Kinachoendelea ni uvumilivu wa upande mmoja, kwa sababu hakuna katika makubaliano kinachotekelezwa. Mashambulizi Israeli anafanya Gaza, droni zinashambulia kama kawaida, kwa hiyo vurugu still zipo. Israeli bado haruhusu samaki, nyama, mboga, chakula kiingie Gaza. Anaruhusu vitu vya hovyo tu ambavyo havina faida kwao. Ingizeni bia, ingizeni sijui vitu gani, vitu ambavyo watu hawavihitaji ndio vinaingia. Katika gari 600 zilizotakiwa ziingie kwa siku, Israeli anaruhusu gari 170 kwa siku, nje kabisa ya mstari. Kwa hiyo unaposema yanaendeleaje, ni upande mmoja umeamua kuvumilia. Basi ndio jibu liko hivyo, tukua tumeamua tuvumilie, kwa sababu hata vinginevyo hatuwezi kupata chochote. Yani juzi nilitaka kuzungumza kitu kimoja, kwangu mimi nilikiona kama kichekesho, ndio maana sikukileta sana. Taarifa iliyotolewa na Ankara, Uturuki, kutoa waranti ya kukamatwa Netanyahu pamoja na washirika wake kama 37 na baadhi ya mawaziri, kuwa inatoa waranti ya kukamatwa kwa kukiuka kile kinachofanyika kule Gaza. Kama utaamua kumfuata Recep Tayyip Erdogan nyuma kwa kuamini ana vita halisi na Israeli, basi utakuwa umechelewa, kwa sababu hakuna uhalisia wa vita ya Uturuki na Israeli ambayo Erdogan anatulazimisha tuamini kuwa kweli Uturuki inaweza ikachukua hatua dhidi ya. Licha ya kuwa hawa ni wapinzani wa kikanda,
hakuna mtu anamwamini mwenzake, lakini ni washirika. Walishirikiana kuanzia wakati dunia inapiga kelele, mauaji yanaendelea Gaza. Chini ya meza, kwenye meza moja walikuwa wanakaa Uturuki, Israeli, Ukraini, Marekani, nchi kadhaa za Kiarabu kwa ajili ya kumjadili nani? Bashar al-Assad, kumpindua. Walikuwa wakikaa meza moja. Wakati upande wa pili, Uturuki alikuwa anatuonyesha rangi yake kuwa Israeli ni adui mbaya sana, lakini walishirikiana kumuondoa Bashar al-Assad. So kwenye hili la Bashar al-Assad au kwenye hili la Israeli na Uturuki, la Ankara kuchukua hatua kusema kuwa wanataka kumwekea, wanataka akamatwe na warrant ya kukamatwa, ni moja ya kichekesho ambacho achana nacho wala usikitilie maanani. Ni katika kuburudisha, unaweza kusema. Ikiwa Tanzania kuna ule msemo wanasema, kwa kupata vichekesho hivi unabonyeza nyota 150 ngapi ngapi kupata zaidi hivi vichekesho. Ni kituko ambacho ndio maana sikukizungumza, kwa sababu sikuona maana ya kuzungumza. Ni kitu ambacho sio halisi, ni kitu ambacho kinatengenezwa kwa muktadha wa kisiasa. Bas ndio kinavyotengenezwa, lakini haina uhalisia. Rahby Digital, haki na ukweli.